Mtazamaji, sasa hivi nimekuja na habari ambazo ni za kusikitisha sana. Licha ya utawala wa CCM unaoongozwa na Samia Suluhu kuendelea kubaki kimya, tukio la kusikitisha Mwanza limeweza kutokea leo. Tukio hilo la kusikitisha la mafuriko leo limesababisha vifo leo mjini Mwanza. Mvua imechukua uhai wa Watanzania leo jijini humo. Mtazamaji, kama kawaida yetu, niambie unanisikiliza ukiwa maeneo gani, kama umo nje ya nchi niambie, na kama unanisikiliza ukiwa humo katika taifa letu la Tanzania niambie unanipata ukiwa maeneo gani. Tusonge mbele. Tukio la kusikitisha limewatikisa wakazi wa jiji la Mwanza baada ya mvua kubwa ilionyesha na kusababisha mafuriko yaliyogharimu maisha raia wa Tanzania leo. Hali hiyo ya kushtua ilitokea huku mvua kubwa ikinyesha katika vitongoji kadhaa, ikiacha uharibifu na kutatiza maisha kila siku. Hofu ilienea haraka miongoni mwa wasafiri na wakazi wa Tanzania wa eneo hilo, huku barabara kuu zikiwa zimezama na harakati zikawa ngumu na mwishowe kusababisha vifo. Mamlaka zimeanza kutathmini kiwango kamili cha uharibifu, huku jamii zikijitahidi kukabiliana na matokeo hayo. Mafuriko hayo yanaripotiwa kusababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu, kukata mawasiliano na njia za usafiri katika maeneo muhimu ya jiji. Moja ya maeneo yaliyoathirika zaidi ni barabara inayounganisha wilaya ya kati ya biashara ya Mwanza na kituo kikuu cha mabasi yaendayo mikoani katika kituo cha mabasi cha Nyegezi. Hata hivyo, usumbufu huu ulizua mkanganyiko mara moja miongoni mwa abiria waliokuwa wakijaribu kusafiri hadi mikoa mingine, huku wahudumu wa usafiri wa umma wakilazimika kusimamisha huduma. Wakazi wengi walijikuta wamekwama, huku maji ya mafuriko yakiendelea kuwasomba na kuongezeka katika maeneo ya mabondeni. Viongozi wa eneo hilo walichukua hatua haraka kushughulikia masuala ya umma, huku habari za kifo na mauti zikienea. Diwani wa kata ya Mkuyuni Richard Masesa alizungumzia tukio la kusikitisha la kupatikana kwa mwili wa marehemu asubuhi ya leo, ambaye ni Mtanzania mmoja aliyeaga dunia katika mafuriko ya mvua hiyo. Hata hivyo, kulingana naye, mwili huo wa Mtanzania huyo ulipatikana ukiwa umenasa kwenye mifereji ya maji baada ya maji ya mafuriko kupungua. Ufichuzi huo uliwashangaza wakazi waliokuwa wakifuatilia hali hiyo usiku kucha, wengine wakiwa na hofu huenda kuna miili zaidi imejificha. Hata hivyo, taarifa za awali zilizokusanywa eneo la tukio zilieleza kuwa marehemu alikuwa mkazi wa kata jirani ya Butimba. Inaaminika kuwa huenda mwathiriwa alizidiwa na mikondo mikali ya mafuriko ya maji alipokuwa akijaribu kuvuka eneo lililojaa mafuriko au alipokuwa akifanya shughuli za kawaida wakati wa mvua hiyo kubwa. Walioshuhudia walieleza matukio yenye mtafaruku watu walipojaribu kupita katika mitaa iliyojaa maji. Hata hivyo, janga hilo la mauti wakati huo limekuwa ukumbusho kamili wa hatari zinazohusiana na mafuriko ya ghafla wakati wa misimu ya mvua. Kufuatia ugunduzi huo wa mwili huo, wananchi waliohusika walitoa taarifa mara moja mamlaka za mitaa na kuwasiliana na polisi. Maafisa waliitikia haraka na kulinda eneo la tukio kabla ya kusafirisha mwili wa Mtanzania huyo wa Mwanza kwa taratibu zaidi baada ya kupatikana amefariki. Kuingilia kwao kwa haraka kulisaidia kurejesha utulivu kadiri fulani miongoni mwa watazamaji waliokuwa wamekusanyika kwa wingi eneo hilo. Polisi wa Tanzania wameendelea kushirikiana na viongozi wa eneo hilo ili kuhakikisha kuwa familia ya mwathiriwa inapata usaidizi unaohitajika. Baadaye mwili huo ulihamishwa kwenye chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya rufaa ya mkoa, hivyo kuruhusu ndugu, jamaa na marafiki kufanya taratibu za utambuzi na maziko. Matukio ya hisia yaliripotiwa wakati wanajamii walipokusanyika kuomboleza msiba huo. Wengi walisikitikia familia hiyo huku pia wakitaka hatua za haraka zichukuliwe ili kuzuia visa kama hivyo zaidi katika siku zijazo au katika mvua hiyo inayoendelea katika maeneo hayo. Janga hilo limezusha mijadala kuhusu kujitayarisha kwa maafa katika maeneo yanayokumbwa na mafuriko baada ya mvua. Maafisa wa polisi wametoa wito kwa umma kuwataka raia kuchukua tahadhari kali wakati wa msimu wa mvua unaoendelea. Walionya dhidi ya kujaribu kuvuka barabara zilizofurika, mifumo ya mifereji ya maji wazi au vijito vinavyosonga kwa kasi. Hata hivyo, wenye mamlaka walisisitiza kwamba hata maji yenye kina kirefu yanaweza kubeba mikondo yenye nguvu inayoweza kuwafagilia mbali watu. Ujumbe kama huo wa usalama sasa unashirikiwa sana kupitia chaneli za media za ndani na mitandaoni. Zaidi ya kupoteza maisha, mafuriko hayo ya mvua pia yamesababisha uharibifu mkubwa wa kiuchumi katika soko la Mkuyuni. Hata hivyo, wafanyabiashara waliripoti kwamba maji ya kuongezeka yaliingia katika majengo yao ya biashara, kuharibu bidhaa na kuharibu shughuli. Wajasiriamali
wajasiriamali wengi wadogo sasa wanahesabu hasara ambayo inaweza kuchukua miezi kadhaa kurejesha. Kwa hivyo mafuriko yameongeza changamoto zilizopo za kifedha zinazowakabili wachuuzi wa ndani. Hata hivyo, wafanyabiashara kadhaa wamezungumza kuhusu hitaji la dharura la kuboreshwa kwa mifumo ya mifereji ya maji. Mfanyabiashara Salum Kim Mahemba Mgesi na Abubakar Amir kutoka eneo hilo walionyesha wasiwasi wao kuhusu mafuriko ya mara kwa mara katika eneo hilo. Walisisitiza kuwa miundombinu duni ya maji taka na mifereji ya maji imewaweka mara kwa mara katika hatari za kifedha. Ombi lao linaonyesha hitaji pana la masuluhisho ya muda mrefu kutoka kwa Rais Samia na utawala wa CCM badala ya majibu ya muda tu. Wafanyabiashara hao pia walielezea ujenzi unaoendelea wa mradi wa reli ya kisasa karibu na Mkuyuni. Walisema kuwa uboreshaji wa miundombinu unapaswa kuratibiwa ili kuzuia matokeo yasiyotarajiwa kama vile kuziba kwa maji au kuzuka kwa mafuriko na vifo. Kuhakikisha kwamba maendeleo mapya yanajumuisha upangaji sahihi wa mifereji ya maji kunaweza kusaidia kupunguza hatari za maafa siku zijazo. Wasiwasi wao umewakumba wakazi wengi wanaohofia kuongezeka kwa mafuriko iwapo hatua za kuzuia hazitatekelezwa. Wapangaji mipango miji wanabainisha kuwa ukuaji wa kasi wa Mwanza umeweka shinikizo kwenye mifumo iliyopo ya miundombinu. Hata hivyo, kupanua maeneo ya makazi na biashara bila uboreshaji wa kutosha wa mifereji ya maji kunaweza kuongeza uwezekano wa kuathiriwa na matukio mabaya ya hali ya hewa au mafuriko kama hayo ambayo sasa yamesababisha vifo eneo hilo. Kadiri mifumo ya hali ya hewa inavyozidi kutotabirika, miji lazima ibadilike kupitia muundo unaostahimili hali ya hewa na matengenezo madhubuti. Wataalamu wanasisitiza kuwa upangaji makini ni muhimu ili kulinda maisha na riziki. Wanajamii pia wametoa wito kwa mashirika ya serikali kufanya tathmini ya kina ya vitongoji vinavyokumbwa na mafuriko. Wanaamini kuwa kutambua maeneo yenye hatari kubwa kunaweza kusaidia mamlaka kutekeleza hatua zinazolengwa. Kampeni za uhamasishaji wa umma na mazoezi ya kukabiliana na dharura yanapendekezwa kama hatua za ziada. Mipango kama hii inaweza kuwawezesha wakazi kujibu kwa ufanisi zaidi wakati wa migogoro ya siku zijazo au mafuriko. Kufuatia janga hili la hivi punde, wasiwasi wa kibinadamu unasalia mstari wa mbele katika mijadala ya ndani. Familia zilizoathiriwa na familia zilizopoteza watu wao kwa mafuriko hayo zinahitaji usaidizi wa haraka, ikijumuisha makazi ya muda, chakula na usaidizi wa matibabu kwa wale pia waliopoteza makazi au nyumba zao. Mashirika ya kiraia yanatarajiwa kushirikiana na mamlaka katika kutoa msaada. Wenyeji pia wameita serikali ya CCM ya Samia Suluhu kuingilia kati haraka. Siku zijazo zitakuwa muhimu katika kuamua jinsi ahueni inaweza kuanza haraka eneo hilo la Mwanza. Hatimaye, mafuriko makubwa jijini Mwanza yanatumika kama ukumbusho mkubwa wa gharama ya kibinadamu ya majanga ya asili. Ingawa mvua kubwa ni tukio la msimu tu, athari zake zinaweza kuongezeka kwa udhaifu wa miundombinu na upanuzi wa miji na hata kusababisha vifo. Kupoteza maisha sasa kumeathiri sana jamii na kutoa wito upya wa suluhisho la kina haraka, huku wakazi wakiomboleza na kujenga upya matumaini ni kwamba hatua za maana zitachukuliwa ili kuzuia majanga sawa na hayo siku zijazo. Hata hivyo, Samia Suluhu bado ameweza kubaki kimya na bado hajalizungumzia swala hili, lakini inatarajiwa kwamba ataweza kulizungumzia katika hotuba yake ijayo. Mtazamaji, bonyeza alama like kisha subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.